Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa kituo cha Kenyan Media. Hujambo? Karibu niendelee kukupasha yale yote ambayo yanatendeka na kuendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Straight out, moja kwa moja, wendani wa Rigathi Gachagua wakiongozwa na chama cha Farmers Party walikuwa wametangaza kwamba Jumanne ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 wangeandamana kuelekea makazi ya naibu wa rais wa taifa ambayo yanapatikana upande wa Karen, ambapo ni nyumbani kwake Kithure Kindiki, pamoja na kutoka hapo waende mpaka afisi ya Kithure Kindiki kumshinikiza na kumlazimisha kwamba aweze kujiuzulu kwa sababu yeye aliteuliwa na Rigathi Gachagua aliweza kuchaguliwa na wananchi. Maandamano haya ambayo yalikuwa yamepangwa yalikuja baada ya mahakama siku ya Ijumaa tarehe 9 Mei kutangaza kwamba jopo ambalo liliweza kuchaguliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kusikiliza kesi ya kuondolewa mamlakani kwake Rigathi Gachagua halikuweza kuwezekwa kufuatia katiba yetu ya taifa letu la Kenya, kwa sababu mtu ambaye yuko na mamlaka ya kuweza kuweka jopo ama kuteua jopo ni jaji mkuu Martha Koome. Hii ikawa ni ushindi kwake Rigathi Gachagua, na vile vile ilikuwa ni ushindi kwa bunge, kwa sababu mkikumbuka vizuri 2021 tena Philomena Mwilu alikuwa amechagua jopo la majaji watatu kuamua iwapo parliament ingevunjwa tuweza kwenda kwenye uchaguzi. Hayo mambo yalipitwa na wakati, lakini sasa tunataka kuzungumza haya. Baada ya hayo kuweza kutangazwa na mahakama, sasa wendani wa Gachagua wakasema kwamba mtu ambaye anapaswa kukua mamlakani sasa hivi ni Gachagua na wala sio Kindiki, kwa sababu ule uamuzi ama lile jopo la majaji liliweza kuondoa uamuzi ambao ulikuwa umetolewa na mahakama ya Kerugoya kwamba Gachagua aendelee kusalia afisini kipindi ambapo kesi yake itakapoendelea kusikilizwa. So kumaanisha kwamba Kindiki is an illegitimate deputy president while Rigathi Gachagua is a legitimate deputy president. So wakaweza kuita maandamano, lakini kipindi ambapo waliweza kuita maandamano wakatuma barua kuelekea kwa Inspector Generali wakiomba ruksa pamoja na ulinzi kipindi ambapo watakuwa wanaandamana. Wendani hao wa Gachagua ambao walikuwa wanataka kuandamana wamepokea barua kutoka kwa kamanda wa polisi wa jijini Nairobi mwenye anaitwa George Seda, akiwafahamisha kwamba maandamano yao ambayo yalikuwa yamepangwa kuelekea kwa afisi ya Kithure Kindiki pamoja na makazi ya Kithure Kindiki jijini Nairobi Karen yameweza kupigwa marufuku, na tayari maafisa wa polisi wameweza kutumwa kila kona ya Nairobi kuhakikisha kwamba hakuna maandamano ambayo yatakuja kufanyika. Kwa sababu ripoti hiyo ambayo imeweza kutolewa inasema kwamba Nairobi Police Commander George Seda says that the planned protest at the Deputy President's official residence in Karen will not be allowed, warning that anti-riot officers have been deployed along major routes to prevent any unauthorized movement. Mimi peke yangu ndio niliweza kuambia hapa jana kwamba hakuna siku ambayo Kenya inaweza kuruhusu maandamano kuweza kufanyika. Hata Wakenya waweza kusema kwamba maandamano ni ya amani, hakuna siku ambayo maandamano yataruhusika. Uliona juzi mahakama iliweza kuamua kwamba
Hatua ya polisi kuweza kuzuia maandamano ya vijana wa Gen Z mwaka uliopita ilikuwa ni kukiuka katiba. Kwa sababu katiba inasema kwamba endapo hujaweza kuridhika kwa jambo fulani, unaweza ukaandamana, lakini maandamano ya amani. Ila mwaka uliopita Gen Z walikuwa wanafuata vigezo, kama vile wanatuma barua kuelekea kwa komanda wa polisi wa Nairobi County. Kipindi hicho alikuwa ni Adamson Bungei, na vile vile walikuwa wanatuma barua kuelekea kwa Inspector General kipindi hicho Japhet Koome, wakimuomba waweze kupata ulinzi. Lakini licha kwamba Gen Z kipindi hicho waliweza kuambia kwamba tunataka ushuru upunguzwe, tunataka kazi ziweze kupatikana kwa vijana, kwa sababu hata wewe polisi, mtoto wako siku moja atamaliza shule akose kazi. Lakini maandamano yao yalikuwa yanakataliwa kipindi hicho, mpenzi mtazamaji. Hata sasa hivi wameweza kuambiwa kwamba hakuna maandamano ng'o. Hayo mambo yenu ambayo mnasema eti kwamba mtaandamana kuelekea bungeni, yani mtaandamana kuelekea Karen, huo ni moto wa karatasi. So wendani wa Gachagua ambao walikuwa wamepanga kuweza kuandamana wakishinikiza kwamba Gachagua waweze kurejeshwa mamlakani, imeweza kukataliwa. Ombi lao limeweza kukataliwa. Mimi peke yangu nilikuwa nimewaambia kwamba mimi sipingani na hatua yao ya kuandamana, ila nilikuwa nimewashauri kwamba ingekuwa ni vizuri wasubiri mpaka uamuzi wa Supreme Court utolewe. Kwa sababu I'm very sure serikali itakimbia kuelekea Supreme Court wakipingana na uamuzi ambao uliweza kutolewa na Court of Appeal. Wataenda pale. Mimi ningeomba wasubiri Supreme Court iweza kuamua. Ikiamua kwamba lile jopo ambalo liliweza kuundwa liliweza kukiuka katiba ya taifa letu la Kenya, wacha Gachagua sasa aweze kuitisha kiti chake haraka sana. Kwa sababu there is no way wanaweza wakakiuka katiba waweke jopo ambalo ni kinyume na katiba kusikiliza kesi yake. Hapo itakuwa ni kumkosea heshima. Lakini sasa hivi wakianza kuandamana haitakuwa ni vizuri. Wacha waweze kusubiri, subira ufuta heri. Na nikizungumza hivyo si eti kwamba ninapingana na Gachagua, la. Mimi ninawaambia yale ambayo yaliyoko. So baada ya uamuzi huo kuweza kutolewa, ningeomba niweze kuwapea maoni matatu ya wananchi. Number 1, maoni kutoka kwa wananchi. Mmoja mwenye anaitwa Adu akasema kwamba watandikane tu. I hope innocent people are not going there to fight the richest war. Umesikia? Alafu Josephat Felix akasema kwamba hao wenye wanaenda tunaomba wapiwe tena sana. Hatuwezi kaa kila time ni siasa. Hao ni wananchi wanasema. Aya, mwingine akasema kwamba what is authorized movement? Huyo anamuuliza hivi kamanda wa polisi jijini Nairobi George Seda, ni siku gani ambayo mmeweza kuruhusu maandamano? Wananchi waweza kuandamana kama mnasema haya maandamano si halali. Na mimi naweza nikakwambia kuna siku ambayo serikali imeweza kusponsor maandamano jijini Nairobi, wakiwaambia vijana wa Gen Z kwamba wapea serikali muda waweza kufanya kazi. Yale maandamano yalikuwa yanaongozwa na yalikuwa yanalindwa na maafisa wa polisi. 2024 Julai. Yale maandamano ambayo yaliweza kushuhudia pikipiki zingine zikichomwa na Wakenya ambao walikuwa wanakasirika. Kwa sababu gani? Hakuna haja Wakenya waweza kuandamana wengine wakiwarudisha nyuma. Yale ndiyo maandamano ambayo yalikuwa yanalindwa na maafisa wa polisi. Lakini haya ya kutetea haki za kibinadamu, ya kulinda katiba, unakatazwa. Sijui wazo lako ni lipi? Unaweza ukashauri lipi maafisa wa polisi, na unaweza ukashauri lipi Rigathi Gachagua? See you in the next video. God bless you. Asanteni sana.